Watu wengi sana tunaipuuzia adhana ya kwanza ya alfajiri kwa sababu tu sio muda ambao jamaa msikitini zinaanza au unakuwa muda kamili wa swala haujafika. Sasa leo njoo nikufahamishe faida za kuamka unaposikia tu adhana ya kwanza alfajiri. Hi guys, assalamu alaikum. Karibuni kwenye mwendelezo wa 99 days challenge. Haya, kwanza kabisa adhana ya kwanza alfajiri huwa ni adhana ambayo inatolewa kwa ajili ya kuwaamsha watu au Waislamu wajiandae kwa ajili ya swala kwa kutia udhu, kuoga, kujitaharisha, kwa sababu kuna wengine wanaamka na janaba. Kwa hiyo ule muda utumie kujiandaa mpaka inapofika muda wa swala ambao inakuwa adhana ya pili inapotolewa, inakuwa ni muda sahihi au ni muda kamili wa swala ya alfajiri. Sasa kwa nini uamke kwenye adhana ya kwanza? Kwanza kabisa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi yake kwamba Mwenyezi Mungu inapofika theluthi ya mwisho ya usiku anashuka mpaka kwenye mbingu ya dunia, anaita, anasema wako wapi wanaoniomba ni wajibu, wako wapi wanaoniomba msamaha ni wasamehe, wako wapi wanaonihitajia ni wapi muda huo. Sasa ule muda ambao inatolewa adhana ya kwanza alfajiri inakuwa ni muda ambao bado upo kwenye theluthi ya mwisho, kwa sababu muda kamili wa swala ya fajr unakuwa haujafika. Sasa ile adhana inapotolewa, unapoamka ukatia udhu ukaswali rakaa mbili, tayari unakuwa upo katika muda ule wa kupokelewa dua zako kwa haraka au kupata rehema za Mwenyezi Mungu kwa muda huo. Hiyo ni faida ya kwanza. Kwa hiyo wewe kama hauwezi kuamka saa 9 usiku, huwezi kuamka saa ngapi, saa 10 labda, basi jitahidi muda huo. Hii unaweza ukaifanya kila siku ya maisha yako. Yaani huo ni muda ambao dua zinapokelewa kwa haraka sana kwa Mwenyezi Mungu. Pia faida ya pili ya kuamka unaposikia tu adhana ya kwanza ya fajr ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi yake. Anatuambia kwamba mpe habari njema yule anayetembea gizani kuelekea msikitini kwamba atapewa nuru kamili siku ya kiyama. Sasa hii ina apply sana kwa wanaume, kwa sababu wanaume ndio watakiwa waende wakaswali jamaa msikitini. Imagine huo usiku wewe umetoka unaenda zako msikitini, kwa sababu interval ya hiyo adhana ya kwanza mpaka ya pili huwa maybe ni nusu saa, dakika 20, inategemea na msikiti na Bilal labda ameamka saa ngapi, kwa sababu hiyo ni adhana ya Bilal. Sawa Kwa hiyo unapotembea kuelekea msikitini, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuhakikishia kwamba umeshapata nuru kamili siku ya kiyama. Sasa imagine kama unafanya hivyo kila siku. So far guys, hope this helps anyone and bye.